Kweli kweli, jukumu letu sisi hapa ni kuhakikisha kwamba tunaibalance story. Tumesikia upande A na upande B ambao ni club, nao pia wametoa ufafanuzi na ufafanuzi umetolewa kwa utaratibu kweli kweli, lakini bado tunaendelea na Ali Kamwe ili kufahamu undani zaidi na zaidi, na ndio maana tumetoa fursa kwanza ya yeye Ali Shabani Kamwe kuelezea juu ya hiki kinachochukua nafasi. Ali Kamwe. Kamwe. Yes. Naam. Kamwe, tumerejea tena hewani. Ndio. Na wakati napata mapumziko mafupi nimekuuliza hilo swali, lakini kabla ya kulijibu hilo swali, kama kuna ufafanuzi mwingine unaweza kuendelea kutoa ili wasikilizaji wajue undani zaidi. Nianzie hapo kwenye kujibu hilo swali la msingi ambalo umeniuliza, ili pia wasikilizaji wasichanganye maelezo. Naam. Lako unauliza ni kweli kuna tuhuma ambazo klabu ilimpa Israel Patrick Mwenda za kuuza mechi kama hivyo ambavyo umesema. Naam. Jibu ni kwamba hayupo na hakuna sehemu uongozi wa klabu Young Africans ulimtuhumu Israel Patrick Mwenda kuuza huo mchezo ambao umezungumzwa hapo na mzazi wake. Ndio. Na nikakuelezea vizuri kwamba baada ya mchezo huo kuisha, bado mchezaji huyo aliendelea kuwa sehemu ya timu, aliendelea kufanya mazoezi na timu, na aliendelea kucheza, na mchezo wake wa mwisho ulikuwa mchezo dhidi ya Namungo Football Club. Sasa mtu akikwambia kwamba kijana wangu walimtuhumu kuuza mechi, sijui kiongozi hivi, na viongozi hao wakaendelea kumpanga kijana huyo akaendelea kuwa sehemu ya timu na akaendelea kucheza, nyinyi wenyewe mtajumlisha na kufanya tathmini yenu kwenye hilo jambo. Sasa kabla ya kuendelea hapo, kwa hiyo maneno aliyozungumza baba yake Israel ni uongo, na maneno ambayo amezungumza kwamba rais wa klabu amemtafuta lakini hawakufika ukomo, wanachohitaji ni kwamba klabu msafishe Israel, hakuna uhalisia wowote. Mimi nazungumza kwa kauli ya taasisi ya Young African Sports Club. Sizungumzi kwa mawasiliano nani. Nazungumza kwa information za taasisi na taratibu zinavyotakiwa kuwa. Hakuna mahala ambako mchezaji huyu ametuhumiwa aidha na kocha, aidha na captain wake, wachezaji wenzake au viongozi kwamba amehujumu huo mchezo husika ambao umetajwa. Na nikakupa mfafanuzi kwamba baada ya mchezo huo kumalizika ambao uliisha kwa sare ya 2-2, bado Young Africans iliendelea kucheza na kumtumia mchezaji huyu kwenye michezo inayofuatia, na mchezo wake wa mwisho ulikuwa ni dhidi ya Namungo Football Club tarehe 25. Huo mchezo ambao unaosema wa Simba ulikuwa tarehe 3 ya mwezi wa 5. Aliendelea kubakia kambini na aliendelea na mazoezi na alicheza mchezo wake wa mwisho tarehe 25 ya mwezi wa 5, Young Africans dhidi ya Namungo. Kwa maana nikasema wewe una kazi yako hapo ni kuchukua maneno ya huku, utaki kuthibitisha ya kwangu wala ya nani. Chukua ufafanuzi, kwa sababu mimi jukumu langu ni kutoa ufafanuzi wa taasisi, sina jukumu la kukuaminisha wewe. Nataka wanachama na mashabiki na Watanzania waelewe position ya club na waelewe sakata hili nini ukweli ambao uko nyuma yake. Kwa hiyo hakuna hilo jambo, hakuna mahala popote ambako Israel alituhumiwa kwamba ameuza huo mchezo, na klabu iliendelea kumtumia huo mchezaji mpaka tarehe 25 ya mwezi wa 5 ndiko ambako alikula nyoya akapotea kambini. Sasa basi, ndio hoja nyingine ambayo imetolewa hapo ni hoja ya kutokulipwa mshahara wake. Naam. Hiyo nilikutajia hapo ilikuwa tarehe 25, tunacheza na Namungo Football Club ya mwezi wa 5. Huo ni mwezi wa 5. Na ndio ulikuwa mchezo wa mwisho wa Israel Patrick Mwenda kuhusika kambini. Barua ambayo ameiandikia club, ameandika barua hiyo mwezi wa 7 tarehe 3. Sasa basi, ukiandika barua kama hivi kwamba hauko sawa kisaikolojia, kwamba unajiona hauko fit kiakili kupambania timu, sisi kama uongozi tunatambua situation hizo. Mchezaji anaweza akawa hayuko fit kiakili,
anaweza akawa hayuko fit kimwili. Na ndio maana mchezaji kama Clement Mzize amekosa msimu mzima, lakini hujasikia mahala hata posho yake hajapewa. Alikuwa anatimiziwa majukumu yake yote, kwa sababu haki inakwenda sambamba na wajibu. Ndio unaumwa, lakini ziko taratibu za mawasiliano pengine na daktari wa timu ambazo unakuwa unaripoti na klabu inakuwa na taarifa sahihi. Mchezaji kama Dickson Job naye ameukosa msimu mzima. Mchezaji kama Yao alikuwa ameumia, amekosekana msimu mzima, lakini stahiki zao wote walikuwa wanapewa kwa sababu ni haki zao, na wao walikuwa wakitimiza wajibu wao kama sehemu ya wafanyakazi wa taasisi ya Yanga. Sasa kuhusu Israel Patrick Mwenda, yeye alitoweka na hakuwa amesema chochote mpaka mwezi wa 7. Na alipotuma barua hii, kwa sababu tayari alikuwa ameshatoweka mwezi wa 6, siku 5 kumalizia mwezi wa 5 na mwezi wa 6 wote, uongozi ulimtaka aje mbele ya kamati ya nidhamu ili aweze kuelezea kwanza, mbali na kusema niliamua kukaa pembeni kwa sababu ya kiakili, lakini kwa nini ulikuwa mtoro kazini na uko utoe taarifa yote. Kwa itakiwa aje asimame mbele ya kamati ya nidhamu atoe taarifa yake. Hakurudi, hakufanya hivyo, na hajaonekana mpaka leo ninavyozungumza na wewe. Tunamsikia mzazi wake akizungumza kwenye chombo cha habari. Ndio Israel Patrick Mwenda alisaini mkataba wa miaka 3 na klabu ya Young Africans. Okay. Amehudumu mwaka mmoja, bado misimu 2 kwenye mkataba wake. Hivyo kimkataba ni mchezaji wa Young Africans na anatakiwa aripoti kwenye kituo chake cha kazi, arudi na afate vile ambavyo ofisi ya mtendaji mkuu imemwelekeza kwa hatua za kinidhamu, kwa kuondoka kambini pasina kutoa taarifa yoyote kwa kipindi cha mwezi mmoja na siku kadhaa. Ali, kama unamtambua ni mchezaji wenu na bado ana mkataba, kwa nini hujamtambulisha siku ya tamasha lenu? Swali zuri sana. Ndio. Utawezaje kumtambulisha mchezaji ambaye haumuoni Sheikh? Ameondoka kambini, nimekuambia mwezi wa 5 tarehe 25. Hapo msimu haujamalizika. Msimu umalizika mwezi wa 7 kwa mechi ya mwisho ya kimashindano ya ligi ya Tanzania. Tarehe 30 mwezi wa 6 ulikuwa mwisho wa ligi kuu, lakini kulikuwa na mchezo wa CRDB ambao ulikuwa ni mwezi wa 7 mwanzoni, ndio kalenda ya 25 26 ilimalizika. Kwa hiyo mchezaji huyu alitoweka kusikojulikana kwa takriban mwezi mmoja, na hakuwa na taarifa yoyote. Okay. Hakuwa anapokea simu, hatujui yuko wapi. Hivi leo ndo tunamsikia mzee wake sasa anasema kijana yupo Dar es Salaam. Kama yuko Dar es Salaam, maana yake hapa Jangwani anapafahamu. No. Maana yake pale Avic Town anapafahamu. Maana yake taratibu na miongozo ambayo kapewa na afisa mtendaji mkuu anazifahamu. Maana yake anatakiwa afanye taratibu na sio kuja kwenye vyombo vya habari. Mchezaji anatakiwa aje na kufuata taratibu za kinidhamu ili mkataba wake uendelee kuhudumu. Kama ambavyo alikuja na akatambulisha nani anafanya nao kazi, watu hawa wanatakiwa tena aje nao, asimame nao na aweze kufuata taratibu za kimkataba. Ndio maana narudia kusema tena, haki inakwenda sambamba na wajibu. Timiza wajibu wako ili upate haki yako. Ndio maana kwa mfano wachezaji takriban 3 mpaka 4 ambao walikuwa nje kabisa, hawakucheza msimu mzima, lakini haki zao zote na stahiki zao za kimkataba walipatiwa wote. Hakuna hata mmoja ambaye amepunjwa hata sumi au haki yake yoyote. Naam. Kamwe bila shaka umefafanua kwa uzuri kweli kweli, na tayari hapo umeshajibu swali ambalo nilitaka kuuliza kwamba msimamo wa club ni upi sasa. Pengine unaweza ukarudia kwa kina zaidi. Sisi msimamo wetu ni huu. Naam. Israel Patrick Mwenda ana mkataba wa miaka 2 bado na klabu ya Young Africans. Umaliza jambo lake, redio haziwezi kumsaidia. Instagram haziwezi kumsaidia. Ziko taratibu za kimkataba, na uzuri leo mzazi wake ameshazungumza, ni mzazi wake, na amesema kijana wake yuko Dar es Salaam. Tumwambie Israel Patrick Mwenda, rafiki yetu huyu, kijana wetu, aje makao makuu ya club kama ambavyo barua ya mtendaji mkuu imeelekeza, aje azungumze sakata lake hapa, alimalize, aendelee na majukumu yake kama mchezaji. Kuvutana kwa maneno, kufikiri kwamba unaweza kuwa juu au kapata public sympathy ya kuisumbua au kuichafua taasisi, hizo zama zimeshapita.
Zama za sasa hivi ni unapopewa haki yako unatakiwa utimize wajibu wako. Nirudie na nimuombe Israel Patrick Mwenda, ni waombe wanaomsaidia, na hii ni muhimu sana, nyinyi waandishi mtusaidie. Hawa watu ambao wanazungumza kwenye vyombo vya habari, aidha ni mzazi, ni mjomba au ni nani, football ina nafasi ya kutambua mtu ambaye anamwakilisha mchezaji. Kwa hiyo tunatamani na sisi wakati mnafanya nao mahojiano muwe mnawaeleza na taratibu hizi kwamba kama kwa nini umeibuka leo na mtoto wako hakushirikisha wakati anakwenda kunegotiate mikataba yake. No. Kwa nini hakushirikisha na kutambulisha kwa club kama wewe ndio msimamizi wake? Kwa nini wasimamizi ambao ni wazazi au walezi wenyewe huwa wanaibua kwenye migogoro tu, lakini kwenye kujenga jambo mwanzoni wanakuja watu wengine au wachezaji wanakuja wenyewe? Kwa hiyo ni vyema na vyombo vya habari mkatoa hizi elimu kwa ajili ya kusaidia mpira na kusaidia wachezaji. Taratibu hizi zinabidi zifuatwe kama ambavyo zimeelekezwa. Kwa hiyo msimamo wetu sisi ni huo, na naomba nitumie Crown Sports kumuomba rafiki yangu Israel Patrick Mwenda. Ana kipaji kikubwa, ni mchezaji mzuri, amekuwa na mchango mkubwa kwenye timu yetu. Tafadhali afuate taratibu, aje hapa Jangwani, milango ipo wazi, taratibu zilivyoelekezwa, kamati ya nidhamu inamsubiri akatoe maelezo. Baada ya hapo hatua za kinidhamu zitachukuliwa na atarejea kwenye majukumu yake. Ali, asante sana na siku njema. Tunafika tamati.